Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, nikukaribishe katika kipindi chetu cha kutoka Nyamanzi, ambapo katika kipindi cha leo tutagusia kwa ufupi maonesho ya biashara kimataifa ya 12. Ninayekuendeshea kipindi hichi naitwa Nusrat Kasim, na karibu. Mpenzi mtazamaji, maonesho ya biashara kimataifa hufanyika kila mwaka hapa Zanzibar, na haya ni maonesho ya 12 tangu kuanzishwa kwake, ambapo wajasiriamali na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali hushiriki katika maonesho hayo hapa Zanzibar kwa namna moja ama nyingine. Kama tunavyofahamu kuwa wajasiriamali hutumia rasilimali walizokuwa nazo kwa kubuni na kuanzisha biashara au kuleta huduma katika jamii, kwa kuangalia fursa zinazopatikana katika jamii kwa lengo la kupata faida kupitia biashara hiyo. Mpenzi mtazamaji, kama tunavyojua kuwa wajasiriamali ni nguzo muhimu na imara ya kuchochea na kuongeza kasi ya mabadiliko ya kiuchumi katika jamii na kuongeza ukuaji wa pato la taifa ndani ya nchi husika. Na leo kupitia maonesho haya ya biashara kimataifa hapa Nyamanzi, tutazungumza na wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara ili waweze kutueleza fursa wanazozipata kupitia maonesho haya, changamoto pamoja na mapendekezo yao juu ya kuboresha maonesho hayo katika awamu zijazo. Mpenzi mtazamaji, na leo katika maonesho haya ya biashara ya kimataifa hapa Nyamanzi, tumepata nafasi ya kuzungumza na wajasiriamali ndugu Saidi Hamis Abdallah na Saleh Amiloka. Wametueleza kuwa ni zipi fursa nyingi zinazopatikana kupitia maonesho ya biashara ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuzitangaza biashara zao kwa wateja. Hawa hapa wanatueleza. Mimi naitwa Saidi Hamis Abdallah, ni mmiliki wa duka naitwa Island Home Center, ambapo liko maeneo ya kwa Haji Tour, Wenzu Center Building, duka namba 8. Fursa ni nyingi hapa sokoni. Hata kama hutauza, lakini unaweza kuonana na watu mbalimbali ambao wewe nadhani biashara yako unaweza kukua kwa kufanya maonesho. Unaweza kuonana na watu wakaweza coach kwamba lako liko wapi, unafanya kazi gani, vitu vyako hapo kuna wakaviona kavitamani. Leo pengine mtu hana pesa, lakini kesho kishokutwa tayari mtu ana pesa kule, kishapata pengine mshahara akaja dukani kwako. Kwa hiyo mimi naona ni fursa. Kwa hiyo ni biashara ambao hawashiriki, mimi nawashauri kwamba washiriki maonesho, ni mazuri sana. Mimi naitwa Saleh Amri Lonka kutoka Dar es Salaam. Tunajihusisha na utafiti, usambazaji na uuzaji wa dawa za asili. Kwa kweli haya maonesho ya mapinduzi tumekuwa tukishika muda mrefu sana toka yanaanza kuanza nao. Ni fursa kubwa na faida kubwa sana kwa wajasiriamali. Kwanza wanatangaza bidhaa wanazozalisha, lakini pia wanapata masoko ya bidhaa wanazozalisha, lakini kubwa zaidi wanapata fursa na kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu. Kwa hiyo maonesho haya yana faida kubwa sana. Gilbu Hamadi Nasor na Lutfia Mbaruka Omar
nao hawakuwa nyuma katika kutueleza mafanikio na fursa wanazozipata katika maonesho hayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Zaid Muhammad Nasor, mfanya biashara pia mjasiriamali. Nimejiunga katika maonesho ya kimataifa haya. Biashara yangu ni Oleg Gas, yani masuala ya gesi, kampuni Oleg Gas. Tunakuja hapa kujiunga na maonesho ya kimataifa ili kutangazia biashara zetu. Maonesho ya kimataifa naweza kusema ina punguzo kubwa sana, pia unaweza kutangazia biashara yako. Kwa jina naitwa Lufia Mbarak Omar, ni mfanyabiashara wa Dimani Nyamanzi, maonesho ya 12. Mwaka huu ni mazuri alhamdulillah, na tunatarajia mwaka mwingine inshallah yazidi kuwa mazuri. Uzuri wake ni kama biashara, tunauza alhamdulillah, wateja wanaingia hapa na pale alhamdulillah. Moja ng'ombe sijauramba mwiko, msitukane wakunga na uzazi mkadimu. Mpenzi mtazamaji, tusitosheke kufahamu fursa zinazopatikana katika maonesho hapa Nyamanzi. Ni vyema kufahamu changamoto na mapendekezo ya wajasiriamali hao kama wanavyotueleza ndugu Saidi Hamisi Abdallah na Saleh Ameloka. Hali ya biashara sio mbaya sana, lakini pia sio nzuri kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Kwanza, maonesho ya mara hii ukiangalia kwamba bei ya ushiriki wa maonesho imekuwa ni kubwa sana, imetoka kutoka 2,500 mpaka 4,000. Kwa hiyo changamoto ya mwanzo imeanzia hapo. Lakini la pili ni kuhusu viingilio. Viingilio ni kwamba pia ni changamoto kubwa, kwa sababu kama tunavyojua Wazanzibari sisi, huwezi kuja kwenye maonesho ukaja peke yako, unatakiwa uje pamoja na watoto. Pengine Wazanzibari alikuwa ana watoto kidogo kabisa, basi watoto 6 7, na nataka wote wachukue. Kwa hiyo mwanzo pale ilikuwa wanalipia watoto 500, watu wazima shilingi 1,000. Lakini baadaye tena ndo baada ya kilio chetu imeondoka hii ya watoto, wameambiwa kwamba wote waingie bure na watu wazima wao walipia 500 baada ya shilingi 1,000. Kidogo biashara kuanzia hapa kidogo ikaanza kuchangamka, japo kwa sio sana, lakini kidogo tumepata afadhali. Lakini pia kuna changamoto za hapa na pale zinazojitokeza kwenye maonesho haya. Maonesho ya Mapinduzi, hasa baada ya kuja Nyamanzi, kulikuwa na changamoto. Kwanza, umbali imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watu kufika katika viwanja hivi vya Dimani, viko mbali sana. Lakini pia changamoto nyingine inajitokeza ni kwamba hakuna vivutio vinavyowaleta watu huku. Kwenda maonesho inafuata na vivutio vinavyowafanya watu wafike kwenye maonesho. Kwa ukosefu wa vivutio kama mabembea, wanyama na maswingi pool na vivutio vingine, imekuwa ni changamoto kubwa sana inayofanya watu wafutike kuja huku. Mimi nadhani kabla ya kuandaa maonesho, kwa sababu sisi kwenye biashara na wajasiriamali ndio wadau wa haya maonesho, ila sisi sifikiri kwamba yanaweza kufanyika maonesho haya. Kwa hiyo wakae na sisi kabla kuanza maonesho mengine ambayo yanakuja, wakae na sisi tuangalie kitu gani yani tunafanya ili zisitokee changamoto kama zilizotokea mwaka huu. Kwa hiyo lazima serikali au wizara ikae na wafanyabiashara, wajasiriamali pamoja, wajadiliane kitu cha kufanya ili maonesho yetu yawe bora zaidi, kila mmoja aweze kufaidika na maonesho haya. Lakini pia tunaombi moja au mbili kwa serikali. Kwanza, viwanja vizidi kuboreshwa. Lakini jambo la pili, matangazo ya maonesho haya yawe juu kipindi cha maonesho. Lakini jambo la tatu, waweke vivutio. Vivutio ndivyo vinavyoleta watu wanakuja kujifunza vitu mbalimbali. Viwanja vya Nyamanzi kulingana na jiografia yake umbali uliopo, vikikosa vivutio watu hawawezi kuja kwenye viwanja hivi. Lakini pia tunaishukuru na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujengea viwanja vilivyokuwa vizuri, vikubwa, vyenye nafasi ambavyo wajasiriamali wanaweza kujipanga kwa utaratibu mzuri, wakafanya biashara zao, wakaonyesha bidhaa wanazozalisha na ikapendeza hata kwa wanaotembelea maonesho haya. Mpenzi mtazamaji, hadi kufikia hapa nasema sina la ziada. Ni matumaini yangu umejifunza walau machache umuhimu na fursa zinazopatikana kupitia maonesho ya biashara, wajasiriamali na wafanyabiashara. Changamoto ndiyo njia ya kufikia mafanikio katika kila hatua.
Jiwekeze kwa kidogo ulicho nacho, kwani haba na haba hujaza kibaba. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nuslet Kasim. Kwaheri.